Kwa majina naitwa Omar Salim Kiangi. Mimi ni afisa mtendaji wa kata ya Chomvu iliyopo tarafa ya Usangi, wilaya ya Mwanga. Na kata hii ndo kata aliozaliwa comrade wetu hayati Mzee Kilopa David Msuya, waziri mkuu mstaafu na makamu wa kwanza wa rais mstaafu. Mradi huu tumeibua wananchi wa kata hii, na kwa kweli kulingana na jiografia ya kata hii, wananchi walikuwa wanatembea umbali mrefu zaidi ya kilomita 8 kwenda katika hospitali ya wilaya iliyoko hapa Usangi. Kwa hiyo walikuwa wanatumia kilomita 14, kilomita 16, kilomita 8 kwenda na kilomita 8 kurudi. Baada ya kukaa kwenye kamati ya maendeleo ya kata na kuibua mradi, tukamjulisha Mzee Msuya. Kwa kweli mzee alifurahi sana kwamba na yeye alikuwa anatamani siku moja kata iwe na kituo cha afya, hata akiwa hapa nyumbani na yeye aweze kuja kutibiwa. Baada ya kuibua akatuambia, sasa nini mpango wenu unaoendelea? Tukamwambia sasa baada ya hapa ni kupeleka taarifa hizi kwa halmashauri ya wilaya ili waweze kutuma wataalamu waje wakague eneo na hatimaye watupitishie. Alisema swala hilo nilifanyia haraka, na mimi kwa kweli nikapeleka muhtasari kwa mheshimiwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Mwanga, Bi Zahara Msangi, na yeye hakuchelewa. Ndani ya muda mfupi akatuma wataalamu wakaja wakakagua na wakaridhia. Kwa hiyo tukatakiwa tuanze shughuli za ujenzi. Mradi huu umeanza kwa nguvu za wananchi wa kata hii. Baada ya hapo mzee alivyorudi kutoka Dar es Salaam akatuita viongozi wa kata tukiongozwa na mheshimiwa diwani. Tukaenda pale tukamweleza mheshimiwa Mzee Msuya, akatuambia ni kweli sasa mmeambiwa mwanze, mnaanzaje? Tukamwambia tutaanza kwa nguvu za wananchi, kusanya mawe, kokoto, michanga kama unavyoiona hapa, lakini pia tutawasiliana na wadau mbalimbali na hata walioko ndani ya kata kwa ajili ya kuchangia rasilimali fedha. Akasema ni jambo jema. Kwa akasema fungueni akaunti ya mradi na mimi nitaweka shilingi milioni 2. Kwa hiyo alitupa zile shilingi milioni 2, tukafungua akaunti ya mradi huu na tukaanza sasa shughuli zetu hapa, kuandaa uwanja, kuchimba msingi na hatimaye tukaanza shughuli za ujenzi. Lakini pia sasa hivi mradi huu tumefikia kwenye hatua hii kama inavyoonekana hapo, ni kwamba tumeshajenga ule msingi na tayari tuko kwenye hatua ya kujaza vifusi na kupanga mawe kwa ajili ya kuweka jamvi. Lakini pia kwenye mradi huu pia tunamshukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro comrade Nurdin Bab, alifanya mkutano hapa kwenye uwanja wa Lomwe na wananchi wa kata hii. Wananchi wakamwambia tunaanza kujenga kituo cha afya, na wewe mkuu wa mkoa unashirikije? Mheshimiwa Nurdin Babu yeye na msafara wake alioambatana nao na viongozi wengine waliweza kutuchangia mifuko 100 ya saruji ambayo nayo imesaidia sana kwenye shughuli hii. Mzee Msuya alivyokuja hapa mara ya mwisho kwenye kipindi cha Pasaka, viongozi wa kata tulimuona tarehe 17 ya mwezi wa 4. Tukazungumza naye, tukamweleza hali halisi ya mradi ulikofikia na hali ya kifedha tulionayo. Alichokisema ni kwamba huu mradi usisimame. Kwa hiyo sisi tuendelee kupambana na yeye atapambana kwa yeye mwenyewe na wafadhili mbalimbali. Na akatuahidi kwamba yeye atakapofika Dar es Salaam basi atafanya utaratibu wa kuweza na yeye kutuma tena kiwango kingine cha fedha kwa ajili ya kuendeleza mradi huu. Mzee Msuya aliondoka hapa tarehe 28 ya mwezi wa 4 kurudi Dar es Salaam, na alivyorudi Dar es Salaam afya yake ilikuwa na shida, akapelekwa hospitalini na mwishilo wake ndio huo mheshimiwa hatunaye, na tuko kwenye majonzi makubwa. Lakini tunajua kwamba mradi huu ni wa wananchi na viongozi wetu tuko nao, na tuna imani tutakamilisha ndoto ya Mzee Msuya. Mradi huu ulikuwa ni mradi wa mwisho ambao Mzee Msuya alikuwa na uunga mkono na ambao ni kama tunasema ni alama yake ya mwisho aliyoiweka hapa. Kwa natumaini wananchi wa kata hii, sisi tulioko ndani ya kata, wale walioko nje ya kata, viongozi wetu wa ngazi ya wilaya, viongozi wetu wa mkoa,
viongozi wetu wa kitaifa tutashirikiana nao ili tuweze kukamilisha hii alama aliyotokea Mzee Msuya. Lakini pia wakati tunaendelea na michango hii, Mzee Msuya aliniambia kwamba tuweke rekodi vizuri za watu hao waliochangia kwenye mradi huu, ili mwisho wa mradi utakapokamilika basi tuwe tumeweka bango kubwa hapa linaloonyesha watu waliochangia. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha na mimi katika kuchangia mradi huu. Na mimi kama msimamizi wa shughuli za maendeleo, na hilo alinieleza Mzee Msuya, ni lazima tutalitekeleza mwisho wa siku, kuwaweka watu ambao wamechangia kwenye mradi huu, na jina la kwanza litakuwa na Mzee Msuya. Ni nani asiyetaka aungane na Mzee Msuya kuchangia mradi huu? Kwa hiyo niwaombeni wananchi, wadau mbalimbali wa maendeleo ndani ya nchi hii na hata marafiki wa Mzee Msuya walioko nje ya nchi hii, tushirikiane tuweze kuikamilisha alama hii ya Mzee Msuya. Kwa kweli swala hili linatuumiza sana vichwa vyetu, kwa sababu mzee mara ya mwisho tulipofika kwake hiyo tarehe 17 ya mwezi wa 4 mwaka huu, aliendelea kusisitiza kwamba mnaona kama jinsi afya yangu ilivyo, lakini unajua kituo chetu cha afya kingekamilika hapo, ningefika hapa nipate nini? Nipate hata dawa kidogo, au daktari angekuja hata hapa nyumbani afanye nini? Aweze kuniona. Kwa hiyo wananchi wa kata hii, kwa kweli swala hili limetusikitisha sana, lakini haya ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sisi tunachokiahidi ni kwamba tutasimama dede kuhakikisha kwamba mradi huu unakamilika, ili hata huko Mzee Msuya aliko aweze kupata furaha ya moyo. Tunaamini kwamba si wote ni watu wa dini, kwamba inaokufa ni mwili lakini roho zipo, na hata siku itakayojaliwa tukikutana na sisi tutakutana na Mzee Msuya, tumwambie bwana, kazi uliyotuachia sisi tulishaikamilisha na wananchi wanapata huduma. Mzee Msuya tumemuita baba wa Mwanga kwa sababu yeye ndiye mbunge wetu wa kwanza. Tulipopata wilaya yetu mwaka wa 80 baada ya uchaguzi, tulimchagua Mzee Msuya kama mbunge wetu wa kwanza. Lakini kabla ya hapo, Mzee Msuya ameshiriki katika jitihada mbalimbali za kuhakikisha kwamba Mwanga, wilaya Same ilikuwa ni wilaya Pare, ilikuwa ni wilaya kubwa. Kwa hiyo utoaji wa huduma pia kwa watu wa ukanda huu mpaka kupata huduma huko Same ilikuwa ni mbali sana. Kwa hiyo alifanya jitihada kubwa kuhakikisha kwamba Mwanga tunapata hii huduma ya wilaya, na akawa ndiye mbunge wetu wa kwanza. Kwa hiyo na hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni namna Mzee Msuya alivyojitoa katika mchango wake kupigania maendeleo ya wilaya hii. Ndugu mtangazaji, nikujulishe tu kwamba wilaya ya Mwanga hii mpaka Mzee Msuya anaondoka madarakani, kata zote za wilaya ya Mwanga zilishakuwa na shule ya sekondari. Vijiji viwili vilishakuwa, yani kila vijiji viwili vilikuwa na huduma ya zahanati. Kwa hiyo amepambana kuhakikisha kwamba huduma za jamii kwenye wilaya hii zinaboreka. Sisi umeme kwenye wilaya ya Mwanga umeingia mwaka wa 84. Kwa hiyo amepambania mambo mengi ya wilaya hii. Kwa kweli heshima hii tuliyompa ilikuwa ni heshima kubwa sana. Lakini pia nikujulishe tu kwamba Mzee Msuya ndiye mwanasiasa wa karne wa mkoa wa Kilimanjaro. Mwanasiasa wa karne wa mkoa wa Kilimanjaro ni kutokana na mchango wake mkubwa aliotoa katika wilaya hii na taifa hili. Pamoja na kwamba alikuwa na majukumu mazito sana ya kitaifa, Mzee Msuya kila mara yeye yuko hapa Mwanga. Hata baada ya kustaafu, Mzee Msuya haziwezi zikaisha miezi miwili bila kufika hapa wilayani Mwanga. Na kitu kingine cha ajabu kabisa cha mzee ule, ni mzee mzito kabisa, ni makamu wa rais mstaafu, lakini anapokuja hapa nyumbani, wale viongozi wa ngazi ya wilaya wasumbui kutoka huko wilayani kuja huku kwake nyumbani, kwa sababu anajua anahudumia watu. Mzee Msuya anaondoka na mkongojo wake, anaingia kwenye gari, anaenda anaonana na DC, anaonana na mkurugenzi kwa ajili ya kuongelea maendeleo ya wilaya hii. Lakini jambo jingine, tuna benki yetu ya wananchi Mwanga, ambayo sasa hivi imeungana na Hakika Benki iliyokuwa Arusha, na sasa hivi inaitwa Mwanga Hakika Benki. Benki hii ameanzisha Mzee Msuya kwa kuchangishana wananchi wa Mwanga hapa shilingi 2,000, 5,000, elfu ngapi, wananchi wale wakakusanya hela mpaka tukaweza kupata nini? Kupata benki.
Kwa hiyo wananchi wa Mwanga hapa tuna benki ambayo tunaisa, lakini hizo zote ni jitihada za mzee Msuya. Kwa kweli hata hiyo heshima aliyopewa na wazee wetu wa kuwa baba wa Mwanga inamstahili na ni haki yake kwa jinsi anavyoipambania Mwanga.